Mafanikio mengine katika sekta hii ni kuhusu lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Moja mafanikio hayo ni pamoja na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Katika kipindi kifupi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6, serikali imefanikiwa kutambua na kuenzi Kiswahili kama lugha muhimu kimataifa. Hii ni pamoja na tarehe 7 Julai kutambuliwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, United Nations General Assembly, kuwa siku ya Kiswahili duniani. Uamuzi huu ulifanyika mnamo tarehe 1 Julai 2024 katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Mafanikio haya yanadhihirisha uongozi thabiti wa serikali ya awamu ya 6 katika kukuza na kutangaza Kiswahili katika jukwaa la kimataifa. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kutangaza tarehe 1 Julai kuwa siku ya Kiswahili duniani inafuata baada ya uamuzi wa mkutano mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi, utamaduni, yani UNESCO, kutangaza tarehe 7 Julai kuwa siku ya Kiswahili duniani katika kikao chake kilichofanyika Novemba mwaka 2021 kwenye makao yake makuu Paris, Ufaransa. Kwa nini tarehe 7 Julai? Katika usuli wa azimio hilo la UNESCO, tarehe 7 Julai ilichaguliwa kwa sababu ndiyo siku ambapo chama cha Tanganyika African National Union kilichopigania uhuru wa Tanganyika chini ya uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na ndio siku hiyo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema lugha tutakayotumia katika mikutano yetu yote ya kupigania uhuru wa Tanganyika ni lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo Tanzania, baada ya kupendekeza tarehe 7 Julai kuwa ndio siku ya Kiswahili duniani, kuenzi uamuzi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tarehe 7 Julai mwaka 1954 kwamba Kiswahili ndio lugha yetu ya mapambano ya uhuru, Kiswahili ndio lugha yetu ya kujenga utaifa, sasa imechaguliwa kuwa tarehe 7 Julai. Kwa mnasaba huo, hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuifanya sasa tarehe 7 Julai mwaka 1954 lilipopigwa jaramba la uhuru wa Tanganyika, sasa ndiyo siku ya Kiswahili duniani. Tanzania hatuna budi kutembea kifua mbele kwamba sasa siku hiyo dunia nzima inapoadhimisha siku ya Kiswahili duniani, pia sisi tunaadhimisha mwanzo wa mapambano ya kudai uhuru wa nchi yetu. Jingine ni kufungua fursa za lugha ya Kiswahili duniani kote. Serikali kupitia Baraza la Kiswahili la Taifa, yani BAKITA, imeratibu kongamano la kwanza la kimataifa la Kiswahili lililofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano katika jiji la Havana nchini Cuba. Sisi tumezoea kusema Cuba, wenyewe wanasema Cuba. Na Kiswahili kwa sababu tunaandika KU, basi ni vizuri tunaweza kusema Cuba. Kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 Novemba mwaka 2024. Kongamano hili limekuwa hatua muhimu katika kuimarisha Kiswahili kama lugha yenye umaarufu na umuhimu katika majukwaa ya kimataifa, na pia limeongeza utambulisho wa Tanzania duniani kote. Pamoja na kongamano hili, BAKITA ilizindua kamusi ya Kiswahili na Kihispaniola pamoja na taasisi ya taaluma za Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambayo na yenyewe baba wa taifa alianzisha mwaka 1964 ikiitwa Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili ili kuendeleza mapambano ya Kiswahili, na baadaye akaianzisha BAKITA kwa mujibu wa sheria.